Na pia tunaheshimu utawala. Tangu mwaka wa 1997 kukafanyika survey sehemu hizo zote chini ya kukabidhiwa na Basil Criticals na Mama Ngina. Eneo hili lote mnaloliona hapa ambalo limefensiwa na Mama Ngina, Kenyatta pamoja na Basil Criticals. Na walitupatia eneo hili bure, walitupatia kama eneo la squatters, watu wajipe kachero tuishi mahali hapa. Na kwa sababu Mkocheni ni kijiji anzilishi, kwa sababu sisi tangu mwanzo, sisi ndio watu ambao tulikuwa watu wa mwanzo jipe. Tukapewa eneo hili kwa sababu Jipe Settlement Scheme iligawanywa mwaka 1992 na wazazi wetu hawakupewa sehemu. Wakanyimwa kwa sababu ya utawala uliokuwepo nyakati hizo. Lakini kwa sababu ya hilo basi kwa mioyo ya ukarimu ya Mama Ngina na Kenyatta pamoja na Basil Criticals wakatoa eneo hili kwa wananchi. Na sasa tumeshangaa kwa sababu wakati huo wote tuliishi hapa kwa utulivu, tumezika wapendwa wetu wengi, mababu ambao walipigania ardhi, walipigania uhuru wa Kenya hata vita vya kwanza vya dunia 1944. Mmoja tumezika pale na ni wakazi rasmi wa Mkocheni. Lakini jambo hili wakati tunajaribu kulieleza kwamba tunadai haki, tunataka tutendewe haki, tulikuwa tunafuatilia tu title kwa sababu demarcation ilifanyika miaka mingi. Sasa kitu tulikuwa tunaomba kwa serikali ni title. So wakati wa kupewa title, badala ufike tupewa title, tukafanyiwa ukora. Tukapewa title za kuhamishwa. Watu wakatolewa hapa, title inasoma sehemu zingine. Na bado hata hizo title tushangaza, maana kulikuwa na kesi active kotini ambayo ni ya area hii na haikuwa imeisha mpaka leo haijaisha. So tulikuwa tunauliza wakuu wetu, wa viongozi wetu, ilikuwa kuwaje title kwanza zitolewe wakati kuna active case kotini? Kwa majina mimi ninaitwa Hamida Daudi, mkaaji wa Mkocheni. Tuna uchungu sana, tena sana wakaaji wa Mkocheni. Sisi tunahamishwa mahali ambapo tumeishi miaka mingi. Babu zetu waliowazaa baba wameishi hapa, wakawazaa baba zetu nao wakatuzaa, na sisi tumezaa watoto, sasa tuna wajukuu. Saa hii tunaambiwa tutoke hapa na watu ambao hatujui kuwa wanatoka wapi. Tukiuliza hawa watu ambao wanaokuja kututoa hapa mahali ambapo sisi tumeishi miaka yote hiyo, ni wakina nani? Hatuambiwi ni wakina nani, tunaambiwa hatujulikani. Na hao mabwenyenye ambao wanaokuja kututoa hapa, tumeenda huko mbele mpaka tumepewa karatasi za court order za kutusaidia ili tusitoke hapa mahali mpaka siku ya mwisho vile itakavyojulikana mwafaka wa kutoka mahali hapa. Lakini imeshindikana, bado wametufatilizia. Hata jana usiku wamekuja majensiu mpaka chifu na mtu mwingine raia hapa anaitwa Mtua. Walikuwa na chifu wote wamezunguka hapa kwenye kijiji, walikuwa na majensiu wakisema nyumba zibomolewe. Na ilipofika tarehe 25 Juni 2025, mahakama iliweza kutupatia court order ya kuzuia yote ile ambayo alikuwa anajaribu kutuhamisha kwenye ardhi yetu dhidi ya kutusumbua, kutuhamisha ama kutuvunjia nyumba. Lakini kwa masikitiko makubwa sana, jana usiku saa 8 tumeweza kuvamiwa na maafisa wa serikali, akiwemo chifu na maafisa wengine wa serikali wa security. Watu wetu wamevunjwa nyumba, hatuna pa kwenda wala chochote kile. Sasa tunashangaa, ikiwepo kama serikali, koti inaweza, mahakama inaweza ikatoa order kwamba tusisumbuliwe, tusiondolewe mpaka kesi isikilizwe ili tukaweze kufikia mwafaka wa hili swala. Iwaje tena tunakuja kuvunjwa nyumba zetu na kufurushwa pasipo utaratibu? Kwa hivyo lingine la mwisho tu ni kuomba wahisani, mashirika mengine, Red Cross na mashirika mengine yote yale, kama kuna yote ambayo anaweza kuwa na msaada kwa kusaidia watu wetu, manake kwa sasa hivi hawana makazi, hawana chakula, watu wanataka waende shuleni kesho asubuhi na wana chochote kile. Bado tukashurutishwa kuhama, na cha kushangaza kabisa, wakati wale waliokuwa wanatumika ni maafisa wa serikali, wakiwemo majensiu,
na tinga zinazotoka kwa shamba la mheshimiwa wetu pale Bwana William Ruto hapa Mata. Na hizo tinga zote, hizo magari zote zilikuwa hazina number plate usiku wa kuamkia leo. Sasa tunauliza tena mheshimiwa wetu, bwana rais wetu, mheshimiwa William Ruto, hii ni haki? Na ninauliza tena kwa upande wa mbunge wetu, wakati hili jambo linafanyika, wewe mbunge wetu bwana John Wakanobwire, wewe ni mzaliwa, unatufahamu kabisa, hata nyanya yako amezikwa hapa chini. Tunauliza, je, ni haki kama baba yako umemjengea nyumba mahali kaburi yake alizikwa, umemjengea nyumba? Wazazi wetu kweli, John Wakanobwire ameamua kweli wafanywe shamba za vitunguu? Ni jambo lenye kufisha moyo sana, lakini tunaomba tu wahisani watusaidie, kwa sababu sasa tumepewa masaa ya kuwepo mahali hapa, mwisho ni saa 10 na hatuna mbele wala nyuma, hatujui tutaelekea wapi, kwa sababu tuliamini kwamba kesi ikiingia kotini ni paka judge atoe maamuzi, na hatuko tuko kinyume na maamuzi, maana kesi haikuyomisha. Saa hii nyumba zetu zimebomolewa, tuna uchungu, wametuua sisi wametuua jamani, wametuua, ni kama wametuua tu. Sisi ni binadamu, hatuna la kufanya, hatuna uwezo. Serikali haiwezi kutusaidia, mbunge wetu tukimwambia na yeye ndiye huyo hawezi kutusaidia, anasema yeye hawezi. Sasa sisi tutasaidiwa na nani kama serikali inakataa ikisema haiwezi, na hawatuambii kwa aliyechukua hizo shamba ni nani? Tuna uchungu sana watu wa Mkocheni, tuna uchungu, lakini Mungu yuko aliye juu mbinguni. Kama kweli vile wametufanyia sisi ni wanadamu kama wao, ni halali wametufanyia, Mungu atawalipa ujira wao. Lakini kama vile wametufanyia sisi, ule uchungu ambao tuko nao, hata wao Mungu atawalipa kulingana na matendo yao yale ambao wametufanyia sisi wakaaji wa Mkocheni. Mungu tusaidie. Mungu, leo siku ya Jumapili na kuomba usimame nasi sisi wakaaji wa Mkocheni, kama ni halali ile ambao tumefanyiwa. Lakini kama si halali, Mungu wewe ndio mtetezi wa kila mtu. Hii ardhi yako Baba ambao watu wanaoipigania, kama uliwapa fedha na ukawapa uwezo wa kuja kujisaidia na familia zao, Mungu waangalie. Lakini kama siku ya leo ni ya Jumapili, kama uliwapa fedha za kuwasaidia familia zao na vizazi vao Bwana, na kusaidia wale ambao sisi kama sisi wanyonge ambao hatujiwezi, lakini sasa wanakuja kutunyanyasa Baba, kwa vile wanajua hatuna uwezo, sisi ni wanyonge na hatuna mahali tutaenda. Mungu tunakuomba upigane nao usiku na mchana, usiwaache. Wewe ndio mwenye haki, wewe ndio mwenye uwezo, ndio mtetezi, ndio baba wa wajane, baba wa mayatima. Angalia sisi mayatima wako tunavyonyanyaswa, angalia sisi wanyonge ambao tunanyanyaswa. Mungu simama nasi. Nasema ni asante. Kuna watoto hapa wanaenda shuleni. Usiku wa kuamkia leo kuna mtoto alikuwa amepotea. Tukamtafuta usiku huo kwa sababu ya kuogopa zile tinga zilikuwa zinang'oa manyumba. Hakika mtoto wetu tulimpata kwa njia shida, lakini Mungu atasimama na sisi, na tunaomba Mungu kweli, kama ni utawala tuliupigia kura, wacha tu Mungu atajibu. Asante.